Kaka yake Humphrey Polepole, Bwana Agustino Polepole anusurika kutekwa na maharamia ambao waliweza kutumwa kumwandama nchini Sweden. Mnakumbuka balozi Humphrey Polepole alitekwa na hii serikali batili ya Samia Suluhu Hassan mwezi wa 10 mwaka 2025, tukiwa tumekaribia uchaguzi ule ambao wananchi waliweza kukataa baada ya Humphrey Polepole kuianika serikali na uchafu wao wote ambao walikuwa wameupanga. Sasa taarifa hizi hapa ziliweza kutolewa kwamba wahuni 15 walitumwa na hii serikali ya Samia Suluhu Hassan upande wa Sweden kwenda kumwandama na kufuatilia taarifa zake kaka yake Humphrey Polepole, Bwana Agustino. Agustino anaishi, ukipenda Agustino Polepole anaishi nchini Sweden, na kaka yake huyu Humphrey Polepole, Agustino, amekuwa akitoa vitisho kwa Samia Suluhu Hassan na utawala wake waweze kumwachilia kaka yake Humphrey Polepole kwa sababu familia yake inazongwa na mawazo. Kaka yake Humphrey ambaye ni Agustino aliweza kuiambia hii serikali kwamba wasipomwachilia ndugu yake watakiona cha mtema kuni. Vilevile huyu bwana Agustino ni miongoni mwa wanaharakati ambao wanapiga kelele mitandaoni ili kutaka haki kuweza kufanyika kutoka kwa yale machafuko ambayo yaliweza kutokea mwaka 2025, mahala ambapo wananchi waliweza kuchinjwa na miili yao ikazikwa kwenye makaburi ya pamoja. Ninakuomba tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription, bonyeza kengele, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umeweza kujikatia tiketi, mpenzi mtazamaji, ya kuendelea kupokea taarifa zetu. Please, tafadhali subscribe ili tusonge mbele. Sasa siku za hivi karibuni pamekuwepo na mazoea ya hii serikali ya Samia Suluhu Hassan kutaka kuwanyamazisha wale ambao wanapiga kelele kupingana na utawala huu mbovu, kupingana na udikteta ambao unaendelezwa Tanzania, ikiwemo wale ambao wanapinga serikali kama mimi. Majuzi mliona hii serikali ya Samia iliweza kuwatuma watu 3 wakaingia Kenya kwenda kumteka Mshabaha, mwanaharakati mwenye wanashirikiana naye mwanadada Maria Sarungi, na huyu Mshabaha anaishi Kenya. Wakamteka, lakini Mshabaha aliwazidi nguvu walipokaribia kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania. Maafisa wa polisi wa Kenya wakawakamata hawa maharamia, wakawarusha kwa jela. Sasa hivi wanaendelea kupokea, ama kesi yao inaendelea mahakamani kwa kutaka kumkamata bwana Mshabaha mwanaharakati kwa nguvu. Sasa ukitaka kujua kwamba hii serikali ya Samia imeogopa wanaharakati na inataka kuzima nguvu ya wanaharakati, angalia kitita cha pesa ambazo waliweza kukitumia kulipia tiketi watu 15 wakatoka nchini Tanzania wakaenda Sweden au ukipenda Uswidi kama watalii kwenda kumfuatilia kakake Polepole, bwana Agustino Polepole. Hichi ni kitita kikubwa cha hela kulipia watu tiketi ya kusafiri kwenda kumfuatilia kaka yake Polepole.
na wanajifanya kwamba wao ni watalii. Wakati huu tunaelezwa kwamba taarifa zimekwisha pigwa kwenye vituo vya polisi kwa sababu hao watu walifumaniwa. Kuna watekaji 15 wameenda ugaibuni, wanamfuatilia kakake na Polepole. Watekaji wauaji 15 na wanaongozwa, ambaye anawaongoza anajiita ni mwanamke, anayewaongoza ni mwanamke, anajiita Sega Igenge. Sega Igenge, huyo ni mwanamke anayeongoza ili genge la watu 15 wameenda ugaibuni kumfuatilia kakake na Polepole, kumteka ama kumzuru ndugu wa Tanganyika. Sasa basi, ili kundi la watu 15 wengine wako Sweden ubarozi pale, wameenda wako Sweden pale ubarozi, lakini ugaibuni wengine leo asubuhi, mnajua hapo ugaibuni mmekutana na kakake na Polepole uso kwa uso, mmekimbia. Kama nyie sio watu wabaya, mmekutana naye uso kwa uso, mmekimbia. Jana mmekutana naye, mmekimbia. Leo mmekutana naye, mmekimbia, mkiwa chini ya huyu mwanamke ambaye anajiita Sega Igenge. Sega Igenge, wewe manake ni genge. Ili ni jina feki na sio jina lako original. Sasa ngoja nikwambie wewe unayejiita Sega Igenge, wewe si ni mwanamke? Kuna jina la mwanamke anaitwa Sega Igenge? Sega Igenge manake huko mwisho ni manake ni genge la wahuni. Mmekutana na leo na kakake na Polepole asubuhi, mmekimbia. Na nyie mliokimbilia Sweden ubarozi, mko pale Sweden, mko 15 wote jumla, mtajulikana na nitawaanika wote kwa mujibu wangu wa sheria. Nawajua na mnafuatilia watu ambao najua kama kuna mtu gani yuko karibu naye ili aweze kuwapa information zake. Ngozeni waambeni uko ugaibuni. Taarifa zenu zimeshapelekwa polisi. Mmeingia huko Ulaya kwa kigezo cha kujifanya ni watalii. Toka lini Mtanzania akawa mtalii Ulaya? Toka lini? Hizo pesa mnazopewa za kisenge mnataka kuwazuru Watanganyika. Ndugu zanguni, Polepole mnaye ndugu yetu, mmemweka huko Kigamboni na bado mmejipeleka ugaibuni kumfuatilia kaka yake. Nyie machizi mko 15. Sasa basi nitawaleta wote kwa mujibu wa sheria. Ngoja bado nawafuatilia. Mziki wangu mnaujua, kenge weusi nye. Mnamfuatilia kakake na Polepole ili weje. Na mbona leo asubuhi mmekutana naye uso kwa uso, mmekimbia? Mmekutana naye uso kwa uso ugaibuni, mmekimbia. Unaona juhudi ambazo Samia Suluhu Hassan anazifanya kunyamazisha sauti ambazo zinatafuta haki, ili wahanga wa machafuko ambayo yaliyoweza kupita wapate haki. Unajua sisi raia ndio tunachangia kwamba ama ndio tunachangia mambo kama haya yanaendelea. Sisi kama wanahabari na wanaharakati huwa tunachukua jukumu la kutafuta details, tunazianika, na wananchi na wao tunahitajika kuchukua jukumu. Mimi Bwana Ezra na kituo chetu, kampuni yetu ya Tanzania News TV, hatuhamasishi vurugu, lakini wakati mwingine kichapo kinahitajika. Aswa, ona, kuna wale maharamia ambao walitumwa Kenya kwenda kumkamata Bwana Mushabaha. Watatu walikamatwa, mmoja akakimbia akatoroka. Picha zake zimewekwa mitandaoni, zimetundikwa mitandaoni, information yake, taarifa zake zote zimewekwa mitandaoni. Lakini wiki moja sasa hakuna kitu ambacho kimetendeka. Na huyo mtu anaishi miongoni mwa sisi katika jamii yetu mitaani. Endapo wananchi tungechukua jukumu
hata kumwadhibu bwana kama huyu mwenye aliweza kutoroka. Tumkamate, tuchukue hata viboko tumtandike, ndiposa awache upuzi huu wa kuwateka wanaharakati. Kwenda kesho haungepata watu wanatumwa kwenda kuwatekateka watu. Haungepata maharamia wanatumwa kwenda kuwatekateka wanaharakati wengine, kwa sababu wangehofia maisha yao kwamba wakikamatwa huenda wakafanyiwa kitendo kibaya. Endapo tutachukua hatua kama hizi, mpenzi mtazamaji, tukipata watu ambao wanashiriki upuzi kama huu, kwa sababu serikali imegundua kwamba wanalipa watu vijisenti ili kuweza kuwatumia, kwa sababu mara nyingi hawa ambao wanatumwa, mpenzi mtazamaji, kwenda kuwakamata wanaharakati sio maafisa wa polisi. Wakati mwingi wengine walikuwa wanafanya katika kikosi cha maafisa wa polisi, wengine wakastaafu, wengine ni majambazi chini ya kikosi cha Samia, chini ya kikosi cha chini ya kikosi chake mtoto wa Samia Bwana Abduli. Na iwapo tutamkamata hata mmoja tuweze kumtandika, Samia mwenyewe atahofia kuongoza kikundi au kuratibu kikundi kingine kiende kufanya uhalifu. Kwa hivyo kipindi ambapo tunasubiria maybe Umoja wa Kimataifa, tunasubiria maybe ICC iweze kuchukua hatua, ndio tunajua itakuja kuchukua hatua, japo zinachelewa, lakini sisi wenyewe tunapaswa kuchukua jukumu. Watu kama hawa unaona wanalipiwa tiketi, wanatoka Tanzania wanaenda Uswidi kumfuatilia kaka yake Humphrey Polepole, eti kwa sababu amepiga ukemi akitaka ndugu yake aweze kuachiliwa baada ya kutekwa, akitaka wale ambao waliweza kupata ndugu zao waliweza kuuawa waweze kupata haki. Sasa alikosea wapi? Bwana Agustino alikosea wapi? Watu kama hawa tukiwapata tuwatandike, ndiposa waache upuzi wa kuendelea na mambo potovu au mambo ya kuhatarisha maisha ya wananchi, kwa sababu kikosi kama hichi, unajua, cha watekaji, mambo ni mawili. Wanaweza wakakuachilia ukiwa hai au wanaweza wakakuachilia ukiwa umekufa. Mbona sisi tusichukue jukumu kabla ya wao kuua wanaharakati? Tuwatandike, hata kuwaumiza tuwaumize, kwa sababu hawa ni machambazi, hawa ni majambazi. Na Samia anataka kuficha nini akitoa hela na kulipa tiketi maharamia na majambazi watoke Tanzania mpaka Uswidi kwenda kumtafuta kaka yake Humphrey Polepole? Anaogopa nini? Anataka kufukia nini? Na mbona anataka kumnyamazisha? Wananchi, ni wakati wa kuchukua jukumu. Watu kama hawa tukiwapata tuwatandike. Ninajua ng'ombe zingine hapa zitanituzi, lakini ninawaambia ukweli, hatuwezi tukalikomboa taifa letu la Tanzania kwa kusubiri tu njia za kidiplomasia ziweze kutuletea amani, ziweze kutuletea utulivu, ziweze kutumalizia utekaji, ziweze kutumalizia uharamia. Lazima tupate amani na haki kwa mapambano. Lazima tumalize upuzi kama huu wa kutekateka wanaharakati kwa mapambano. Haki haikuji kwa njia za kidiplomasia, kwa mazungumzo. Haki inakuja kwa mapambano, na hiyo ndiyo njia pekee ambayo tunapaswa kuifuata. Maharamia kama hawa ambao wanatuma, tukiwapata tuwatandike.